Na madeni, kuna baadhi ya maeneo huwezi kukanyaga hata siku moja. Twende basi wapi? Mwananyamala. Pale kuna mtu anandai, huwezi kwenda. Kuna maeneo itakuwa ni shida sana wewe kutembea. Simu ni yako, lakini huwezi kuitumia unavyotaka. Haina kurushia kwenye Tigo. Usirushe, nadaiwa huko. Watachukua yote sasa hivi. Kwenye Tigo hutumii, kuna benki huingii, uhuru wako utapungua. Na ni kweli, wewe mwenyewe ni shahidi hapo ulipo. Kuna mitaa huingii, sababu unadaiwa. Kuna watu kila siku unawakwepa, yanakuuma kweli, lakini utafanyaje sasa? Ukiwa mtumwa wa madeni utapunguza uhuru wako. Lakini jambo la tatu, ukiwa una madeni utaongeza idadi ya maadui katika maisha yako. Naam, wakati mtu mwenye pesa asema faidha jami'il mali kullu nasi adana, nikiwa na pesa kila mmoja mimi na rafiki yake, kila mmoja ataka kunishika mkono, wananiandama wote. Mtu akiwa na neema ya pesa au na neema ya ilmu anakuwa na marafiki tele. Lakini wewe ukiwa una madeni, baada ya kuwa na marafiki utakuwa na maadui wengi, na hata wale marafiki zako watakuwa maadui zako. Lakini kuna baadhi ya marafiki ukiwa naye wewe utakuwa omba matonya, na utakuwa jambo la kuomba huoni haya nalo. Shehe, naomba 10,000, naomba 20, nadaiwa kodi, sijala mpaka sasa hivi. Hapo ukimtizama mtu si kilema mzima, lakini kuomba hana haya kabisa, anaomba mwanaume mzima. Wewe maisha yako ni tembele, wala si matusi kula tembele. Shehe, wewe maisha yako hujafikia kumiliki TV, lakini wewe utaki. Utakaoonekane na wewe una gari, utakaoonekane wewe upande daladala, na kati huna hizo hela zenyewe za tax, matumizi makubwa, kipato kidogo, unaingia madeni, shauri ya tamaa. Na kinachokusababisha kuwa na haya madeni na tamaa kama hizi ni mrorongo wa rufaqaa su, zumalaa su. Una marafiki waovu. Marafiki ndio wamekusababisha kufikia hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza tuchague marafiki wa kutembea nao, mpaka asema dinul mar'u li sahibi, dini ya mtu ipo kwa rafiki yake. Kila mmoja atizame nani amfanye rafiki. Wewe rafiki yako ni nani? Sheikh, watu ni kama madini unavyoona, kuna almas, kuna lulu, kuna tanzanite. Yani vile mtu anavyojiheshimu na anavyojiweka katika jamii ndio heshima yake inazidi. Hata humu msikitini yuko mmoja wetu heshima yake imepanda kuliko wengine vile alivyojiweka. Ndio maana kuna nguo mpaka za heshima. Ukienda bungeni kuna baadhi ya nguo huwezi ukavaa na huwezi kuruhusiwa kuingia. Miongoni mwa nguo za heshima kama nilivyovaa, kisha vaa kanzu, kavaa kiremba na kikoti. Pengine hata bungeni ukaambia ustadhi pita. Mtu mmoja alikuwa anamlalamikia mzee, umri umekwenda, anavaa vibukta vichupi. Ambia mzee hana heshima, anavaa nguo za kiujana. Yani yale mavazi tu yamemuondoshia heshima. Ndio maana umepaswa umheshimu kila mmoja, hata kama yeye mwenyewe amejiondoshia heshima. Ndio maana tumekomelezwa kunywa ulevi, kwa sababu ulevi unaweza ukakusababisha ukasema maneno yakapoteza heshima yako. Kwa hiyo heshima ilindwe, na ndio maana utamkuta mtu kuilinda heshima yake, hata kama hajui kupigana, mdharau mbele ya mke wake atataka kupigana, kwa sababu hataki kushushiwa heshima yengo kama hizo. Angalia sahaba mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Amr bin Jamuh. Yeye ni kiguru, mlemavu, ameruhusika kutokwenda vitani. Mimman adhara Allahu min adh-dhu'afa laysa 'ala al-'ama harajun wala 'ala al-maridhi harajun. Hakuna neno kipofu asiende vitani, mgonjwa, mlemavu. Mke wake anamwambia, mbona uendi jihadi na wanaume wenzio? Akamwambia, wewe si unaona mimi mlemavu, sheria imeniruhusu. Mke wake alimwambia neno moja, si kweli. Hasa kweli ni ipi? Ambia muoga.
unaogopa mapanga mume wangu, mwanaume mzima mwoga. Akakataa hiyo fedheha. Pale pale akaelekea kibla, akaomba dua, asema Allahumma la tarudanni ila ahli. Hii fedheha hii, mwanamke ananidharau, nipeleke vitani na nisirudi tena kwenye familia, nife huko huko. Aliogopa kudharauliwa, aliogopa kushushiwa heshima. Wewe unaidaiwa cha mwanzo, na hili ni kombora. Mtu yoyote anaidaiwa shekhe haheshimiwi. Anaweza akaja kijana mdogo kama mtoto wako wa kumzaa, akakukwida, mzee, nataka pesa zangu, imamu nipe pesa yangu. Ambia mimi kama baba yako, na ni kweli unamzaa. Ambia mimi sitaki kusikia hayo, nipe pesa zangu. Huyo mtihani wa madeni, cha kwanza kabisa, heshima yako itashuka. Na kama unadaiwa, uheshimike shekhe. Ili la kwanza. La pili, ukiwa mtumwa wa madeni, ukiwa una madeni, uhuru wako utapungua. Ukiwa mtumwa wa madeni, uhuru wako utapungua, freedom yako itaondoka. Ukiwa una madeni, kuna baadhi ya maeneo huwezi kukanyaga hata siku moja. Twende basi wapi? Mwananyamala. Pale kuna mtu anandai, huwezi kwenda. Kuna maeneo itakuwa ni shida sana wewe kutembea. Simu ni yako, lakini huwezi kuitumia unavyotaka. Haina kurushia kwenye Tigo. Usirushe, nadaiwa huko, watachukua yote sasa hivi. Kwenye Tigo hutumii, kuna benki huingii, uhuru wako utapungua. Na ni kweli, wewe mwenyewe ni shahidi hapo ulipo. Kuna mitaa huingii, sasa unadaiwa. Kuna watu kila siku unawakwepa, yanakuuma kweli kweli, lakini utafanyaje sasa? Ukiwa mtumwa wa madeni, utapunguza uhuru wako. Lakini jambo la tatu, ukiwa una madeni, utaongeza idadi ya maadui katika maisha yako. Naam, wakati mtu mwenye pesa asema faidha jami'i mali kullu nasi adan, nikiwa na pesa kila mmoja mimi na rafiki yake, kila mmoja ataka kunishika mkono, wananiandama wote. Mtu akiwa na neema ya pesa au na neema ya ilmu, anakuwa na marafiki tele. Lakini wewe ukiwa una madeni, baada ya kuwa na marafiki, utakuwa na maadui wengi, na hata wale marafiki zako watakuwa maadui zako, kwa sababu utashikwa na shida. Utamfuata Sheikh Uthman Michael, ndugu yangu ni azime Sheikh, naadhirika, nataka kufukuzwa kodi sasa hivi, ni azime tu 200,000, tafadhali. Na mimi nitakwambia Sheikh, ni sawa, mimi sina kitu, lakini nina pesa ya mtu, itakiwa ikapiliwe mahari pengine saa 10 jioni kesho. Sheikh, nipe asubuhi nilipe, mchana kuna pesa naisubiria nitakuletea. Basi mimi nakupa kwa sababu wewe ni rafiki. Na wewe mwenyewe unavyonitongoza unasema, niambie nimewaacha watu wangapi huko mpaka nikaja kwako, nishai kukuletea shida kama hii, nisaidie. Unaangalia ile dhiki ya muda mchache ikuondoke, na mimi nakupa kwa kukuamini kilemba chako, urafiki wetu, sipati maslahi yoyote. Bwana, usiniangushe, usiwe na wasiwasi, nakupa pesa kama ile. Halafu ile saa 7 tulioahidiana, unipigie simu mpaka nikupigie simu sawa, na nikikupigia haushiki simu yangu. Nikikubadilishia namba unaniambia, halo, wewe nani? Uko wapi? Mbona sikusikii? Ongeza sauti. Na unanisikia kabisa, sikusikii. Alafu unajisemeza, sijui hii si mbovu, mpiga baadaye. Na mimi najua unanisumbua. Nilipokupigia na simu yako hukutaka kupokea. Sasa kuna kitu unaniingizia, laqad dakhala shay'an fi qalbi, kuna mzizi umeingia. Mimi nitakuja, nitakukuta sehemu. Shekhe, vipi? Tulipoahidiana jana. Shekhe, afadhali ulipokuja, nilikuwa nataka nije kwako, nakupigia unipokelee simu. Anipige amana. Inshallah Shekhe, kuna mtu sasa hivi ananiletea, namsubiri, ndo ananisumbua.
Sasa mimi nitafanyaje? Mimi nimekupa kwa urafiki na uaminifu wako, sasa itakuwaje? Mwisho sitokuelewa, nitakuchukulia polisi na kupeleka polisi, au nitakunyang'anya kitu cha thamani kabisa. Hichi kitendo kitakuuma, utaona nimekudhalilisha, na pengine familia yako ikakuambia usiwe na marafiki wa ajabu. Othman Michael ndo akukutia ndani leo, kumbe wewe ndo umenitenda vibaya, wewe ndo utakanionekana mimi tapeli, na wewe mwenyewe baadaye ukikaa kaja kunikamata kanipeleka polisi. Huyu rafiki gani ananifanya vitu kama hivi? Muda ule ule anageuka kuwa adui yako. Kwa hiyo mtihani wa tatu, ukiwa na madeni utakuwa na idadi nyingi ya maadui. Tena usiwakope marafiki wako, utawaharibu mara moja madeni. Lakini pia ukiwa mtumwa wa madeni, jambo la 4 hatari zaidi, hata siku moja shekhi huwezi kutembea kusonga mbele katika maisha. Wallahi, watu wakitembea wanatembea hivi kwenda mbele, lakini mtu wa madeni kila kukicha anatembea hatua 10 kurudi nyuma kila siku, kwa sababu ukiwa mtumwa wa madeni, hata yale maendeleo yako madogo madogo yote utayapeperusha shauri ya madeni. Unadaiwa, utaanza kuuza redio yenyewe umenunua 200,000 300,000, unaiuza kwa shilingi 70,000. Unayo simu yako ghali, mtu anakudai, atakunyang'anya simu, ambia letee 30,000 zangu uje ukomboe simu yako. Pesa huna, ndo simu imeondoka. Angalia athari za madeni. Tena sasa mtihani mkubwa, ulikuwa unaonekana unatembelea gari zuri, maskini unaiuza gari mbichi, gari umenunulia milioni 200. Nyie hamuonaje? Umeona wapi wewe? V8 tunaziita shangini, inauzwa milioni 250 mpaka 300. Mimi binafsi nishaziona zinauzwa milioni 50, milioni 100. Haya maajabu makubwa. Juzi nililetewa mabasi mawili na dalali mmoja, yale mabasi Marco Polo yale makubwa. Shekhe, bei yake moja lile milioni 400. Ziko mbili, kila moja linauzwa milioni 70. Kwa hiyo 140 zote. Haya yote ni nini? Anasema mwenye kampuni ya mabasi haya anadaiwa na leo kesho atafungwa. Shida yake milioni 100 tu. Sasa unajua unasemaje? Kimpaacho mtu chake. Ndo unapotea hivyo, ndo unakuwa maskini. Unaanza kuuza gari ukitaka kuinunua kwa siku moja, ulimake it kidogo, leo unaitoa kirahisi. Kubwa zaidi na baya, unauza nyumba familia ukaipangishie. Athari kubwa, ndo unafilisika. Ukimtizama fulani alikuwa na majumba, alikuwa na magari, hana kitu, hata TV. Nini kimekufikisha hapa? Madeni ni fedheha kubwa katika maisha magumu. Ni wewe kudaiwa, ndugu yangu Muislamu, kudaiwa ni kubaya kusikia hivi. Kwa hiyo jambo la 4, mtu ambaye ana madeni hata siku moja haendelei. Ukimwona mtu anaendelea kimaisha hana madeni, lakini kama wewe unadaiwa, kiwanja utakisikia kwa wenzio, huwezi kupandisha hata vyumba viwili, ndio mtu wa madeni. Na ndio maisha yako. Maisha ni formula, lazima upewe, uelezwe, sio unaishi kwa jazba tu, kukopa tu. Kukopa ni ugonjwa mbaya sana. Unajiliwaza hata nchi kubwa, hata serikali inadaiwa. Wewe ni serikali, kile ni chombo, si mtu. Huwezi kuishi bila ya madeni, na nitakuambia kwa nini umekuwa na madeni. Jambo la 5, ukiwa mtumwa wa madeni, wanasema hata ile pawa yako ya kufikiri, ule ubongo wako wa kufikiri pia utaathirika. Thinking yako capacity itaingia virus, utakuwa mchache wa kufikiri, na maisha hayaendi, lazima fikra. Na fikra ikichafuka, hata ukiingia ndani na mkeo
anakuwa ni dada yako, si mke tena, fikra haiko hai. Na kama unasoma shule, basi ndio chanzo cha kufeli. So kuna wanafunzi wana madeni makubwa. Tamaa, alikuwa atakaende shule na gari, sasa mambo yameenda vibaya, anadaiwa. Kwa hiyo kila siku anadhukuru madeni. Hutuba ya Ijumaa haitoki kwa sababu kichwa kimejaa mawazo, kufikiri kuzuri hakuko, ukiswalisha unakosea aya, fikra nyingi, madeni yamekufunika katika kichwa. Kwa hiyo pia miongoni mwa sumu kisaikolojia za mtu kuwa mtumwa wa madeni, wanasema ufikiri wake unaharibika katika kichwa chake. Lakini jambo la sita, ukishakuwa mtumwa wa madeni, pia utasababisha familia yako itakosa furaha kabisa. Familia itakosa furaha, na familia ikikosa furaha ni mtihani mkubwa. Watoto watakuwa hawana furaha wakikuona baba unadaiwa. Mke atakuwa anachukua huzuni akiona mume wake unavyosumbuliwa. Manake pale nyumbani baba umekaa kama mgonjwa, baba fulani unaumwa, hapana, umeinamia tu kwenye kiti, huwezi hata kutizama TV, mawazo tu muda wote. Wanawake wanaodaiwa vikoba muda wote na wasiwasi tu, pressure tu zimemjaa, wenyewe wanaitaka ushadamu, na bado maisha ya madeni. Angalia unavyohamisiwa na TRA, mara kila saa watu wanakuja wa benki, wataka kupiga nyumba mnada, watoto wanaona hali imekuwa baya. Hesabu huku, fanya hivi, wanapiga mahesabu kuiuza hii nyumba, na hawana hata heshima. Wakija pale wakikuongelesha, unaomba muongee pembeni, watoto wasisikie. Wacha tukwambie, umepigiwa simu, umepewa wito, mbona ulikuwa huji kama ulikuwa unahitaji heshima hii? Na mara nyingine wanakuchukua, unachukuliwa, unapelekwa, unakamatwa. Shauri ya madeni, watoto wanalia, alafu ambia anarudi, msilie, anarudi huyo. Wanaona baba huyo anaondoka. Kwa hiyo pia jambo la saba, ukiwa mtumwa wa madeni, utasababisha familia yako hasa itakosa kuwa na furaha, wataishi kwa huzuni ya hali ya juu kabisa ukiwa mtumwa wa madeni. Lakini jambo la nane, ukiwa mtumwa wa madeni, ile imani yako pia itaingia dosari, itaathirika imani yako, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu huwezi kwenda. Umesikia leo takwa ni Ijumaa na kuna shekhe anatokea wapi, kuna kilima kinatakiwa kikatolewa. Sasa wewe unataka pia kuishibisha roho yako imani, lakini ukifikiria pale shekhe imamu fulani anandai, kuna mtu anandai pale takwa, huwezi ukaja. Lakini miongoni mwa yote, imani yako itaathirika, kwa sababu pia utakuwa unazungumza uongo. Ukipigiwa simu utasema niko Zanzibar, kumbe uko hapa. Utasema vipi hela yangu? Shekhe, naumwa tena, nimekuja nimemeza dawa sasa hivi, nilikuwa niende benki nimeshindwa, benki pesa ipo, na kumbe hakuna chochote. Kwa hiyo imani yako pia itaathirika. Kabla hatujamalizia dalili mbili, kinachosababisha kupata madeni ni mambo yafuatayo. Tumekuwa watu wa matakwa kuliko mahitaji. Tizama wewe, mshahara wako kwa mwezi ni 100,000, lakini matumizi yako ni 600,000. Lazima utaenda kwa bosi kukopa, utaenda kwa mangi kukopa, utaenda msikitini kukopa, utaenda benki kukopa. Una matumizi makubwa na hayana ulazima. Una fake life, unapenda kuishi watu wanavyoishi, na wakati hujafikia uwezo huo. Waswahili wanasema kila mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake. Wewe maisha yako ni tembele, wala si matusi kula tembele shefu. Wewe maisha yako hujafikia kumiliki TV, lakini wewe utaki. Utakaoonekane na wewe una gari, utakaoonekane wewe upande daladala, na kati huna hizo hela zenyewe za tax. Matumizi makubwa, kipato kidogo, unaingia madeni, shauri ya tamaa. Na kinachokusababisha kuwa na haya madeni na tamaa kama hizi ni mrorongo wa rufaqaa su, zumalaa su. Una marafiki waovu. Marafiki ndio wamekusababisha kufikia hapo.
Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza tuchague marafiki wa kutembea nao, mpaka asema dinul mar'u li sahibihi, dini ya mtu ipo kwa rafiki yake. Kila mmoja atizame nani amfanye rafiki. Wewe rafiki yako ni nani? Sheikh, tuko hapa msikitini, rafiki yako wewe ni nani? Angalia, kuna baadhi ya watu hata mke ni rafiki. Kabla hajaoa alikuwa smart, alikuwa mzuri, alivyooa tu kaharibika, alivyooa tu kawatapeli, alivyooa tu kaacha sala. Wewe rafiki yako ni nani? Wallahi kuna marafiki 20 ukiwa nao maisha yako yatakuwa mabaya sana. Nikutajie 2 3 tu nifikie hapa kwenye madeni hapa. Kuna rafiki yako ambaye ukiwa naye hata kama una akili timamu, ukionekana naye utaonekana umerukwa na akili, utaonekana hamnazo, muonekano wake hafai kukaa na wewe. Rafiki huyu usiwe na rafiki wa sampuli hiyo. Rafiki wa pili, kuna rafiki ambaye ukiwa naye atakutoa nyumbani kwenu, utakwenda gerezani. Wewe unaishi rafiki yako tapeli, rafiki yako jambazi, rafiki yako muuaji, rafiki yako mkabaji, rafiki yako muuza madawa ya kulevya. Huyu ukiandamana naye atakutoa nyumbani kwenu, utakwenda kuozea jela. Rafiki kama huyu si wa kwako, kaa naye mbali kabisa. Wewe rafiki yako nani? Lakini kuna rafiki ambaye ukiwa naye elimu kwako itakuwa kituo cha polisi. Huwezi kuwa na elimu, kila ukiongea naye anaponda elimu. Haya, wasomi wamefika wapi? Huoni watu wamesoma wengi, tena ni makonda wa daladala, wengine wanauza miogo masokoni na wamesoma mpaka chuo. Elimu itakupeleka wapi? Ukiwa na rafiki kama huyu, elimu kwako itakuwa kituo cha polisi, utakuwa mjinga. Usipende kuwa na rafiki na yule mtu ambaye hayapi umuhimu wowote masala ya kusoma. Huyu si wa sawa sawa. Lakini pia kuna rafiki mwingine ukiwa naye utakufa mapema. Kila mtu ana usajili wake kwa Allah, lakini ukiwa na rafiki huyu utakufa mapema. Lakini kuna rafiki ambaye ukiwa naye utajuta mpaka unakufa. Unajua majuto ni mjukuu. Kuna kujuta kwa muda, kuna kitu umemistake, lakini kuna mistake zingine ukizifanya wallahi ila kiami sana. Kuna dosari kuna mistake, kuna kosa ukilifanya halitoki katika maisha yako mpaka unakufa. Ulikuwa una rafiki ambaye cha kwanza anauza miraa, anavuta sigara, na marafiki hao tunao, anavuta bange, anauza drugs. Kucha kutwa rafiki wa mirungi, japokuwa anaonekana anasali. Rafiki huyu uko naye Bennett, kidogo kidogo umevuta sigara, kidogo kidogo shisha, kidogo kidogo bange, siku moja unaanza kutumia pombe, kidogo kidogo unatumia madawa ya kulevya. Mwisho unakuwa mteja, unaitelekeza familia, mpaka wewe mwenyewe unajiibia. Mwisho ndio ushakwisha kabisa. Yaani nakwambie, hakuna mtu tu kazaliwa kaamua kutumia madawa ya kulevya kaharibu afya yake. Wote waliotumia madawa ya kulevya wanajuta, wallahi wanajuta. Kilichowafikisha hapo mapoti marafiki. Wewe rafiki yako nani? Wewe ukiwa na rafiki hata anavuta sigara tumkatae Muislamu. Vijana wengi wametelekeza familia zao, wamezikimbia familia. Madawa. Leo vijana wadogo wanavuta bange, wanavuta masigara, makundi. Ndio maana watoto tunawacharaza wakienda kwenye yale PlayStation, so ndani kule kuna wavuta bange, watafikisha pabaya sana. Rafiki yako wewe ni nani? Lakini kuna baadhi ya marafiki ukiwa naye wewe utakuwa omba matonya, na utakuwa jambo la kuomba huoni haya nalo. Shehe, naomba 10,000, naomba 20, nadaiwa kodi, sijala mpaka sasa hivi. Hapo ukimtizama mtu si kilema mzima, lakini kuomba hana haya kabisa. Anaomba mwanaume mzima, nipe Mungu, nipe 2,000, nipe 3,000, na watu wanaambiana kabisa, bwana nimeenda pale markazi, nimeomba bwana nipewa 3,000, nawe nenda.
kule kwa Baresa bwana, wanatoa pesa pale. Kwa hiyo watu kila siku wanafikiria wakaombe wapi. Omba na kuomba kwenyewe ni haramu. Lakini mwisho kabisa, kuna rafiki ukiwa naye utakuwa mtu wa madeni mpaka unakufa. Anakuambia usiogope kukopa kaka, umaskini wako, uoga wako ndio umaskini wako. Pale kuna benki ya Kiislamu, unatoa mikopo pale. Kule kuna riba, lakini tutafanyaje bwana? Kakope, wanatoa wewe, jaza fomu, chukua kwa mjumbe, twende kule kwa Sheikh Michael pale tukakope. Akikupa kama milioni 2, mambo yako yashakuwa sawa. Hii mikopo imetufikisha pabaya. Ndio maana leo upo kwenye hutuba ya Ijumaa unanisikiliza vizuri, kichwa umedanganywa. Kachukua bajaji ya mkopo milioni 15. Wewe unaziona milioni 15 kwa wewe mtu wa 100 unaziona ni chache. Kuna bodaboda na mkopo, kachukue, mmepelekana, umeenda kupewa bajaji ukitoa milioni 2 tu ushapata bajaji. Angalia unachopitia sasa hivi. Kila siku 1,500,000 utaitoa wapi? Tena ina kingamuzi bajaji yako. Unatakiwa upeleke hesabu 1,500,000 na 20,000 mfukoni, ujala asubuhi. Wana elimu tu inazimwa juu ya mlima tunakuja kuchukua bajaji yetu. Kila siku we pressure. Ulikuwa swala 5, sasa hivi swala uswali tena, unaamka 9 za usiku, unalala 8 za usiku kama mwanga, umekonda mweusi. Tamaa. Unaenda mbio, pikipiki na kupelekesha kweli. Tena pale mkataba ukikaribia kwisha, ndo wanakupelekesha ushindwe wa kunyang'anya. Miaka 2 yote ya bure, na wanakuja unavunja mkataba, umepoteza haki yako. Kukopa ni jambo baya. Mtume anasema msikope, kwa sababu madeni yanalaza macho. Wewe unakopa, nikipata milioni 50 inshallah mambo yako. Milioni 50 Sheikh, ni hela ya chakula. Kuna watu hizo milioni 50 anazo 10 na haendelei. Huyo unayemkopa milioni 50 ana milioni 200 mpaka hivi sasa, kila akipiga mahesabu kichwa kinamuuma, nifanye biashara gani? Alokudanganya wewe milioni 50 utatoka nani? Unariziki maisha. Tamaa, utaka maisha ya ghafla. Lazima haya maisha uyaelewe. Ukishindwa kupigia mahesabu shilingi 1,000 unaoingiza kwa siku, hata ukipata 100,000 huwezi kuwa na mahesabu nayo. Yule bwana Bakhresa mpaka anaendelea shilingi 100 kwanza amejua naipata vipi, alafu naifanyia nini. Wewe bado mahesabu hayo huna. Wewe una ndoto tu, nitapata milioni 2, milioni 3, nikishapata hizi nikifanya hivi. Wewe umeongea na Mungu wewe? Maisha yetu ni ghaibu. Mtihani wetu hatujui kesho itakuwaje. Kinachotakiwa fanya kazi kwa bidii, naridhika na kichache, alafu jitahidi kumake it. Usiwe mtu wa israfu. Kinachotuponza ni israfu. Wewe unataka kumiliki simu ya milioni 2, na kati hata kiswasadi cha 20,000 kinakufaa kwa maisha yako. Hiyo milioni 2 ukiipata, si ununue kiwanja basi? Huna kiwanja, huna chochote, una TV ya milioni 6, unasijui kitu gani. Huu ni mtihani mkubwa. Ni mtihani mkubwa. Kupanga si ujanja, ni dharura. Fanya mpango, ujikwamue, uondoke katika kupanga. Fanya kazi kwa bidii. Anza na shilingi 1 taratibu. Weka hata kibubu, usiwe mtu wa tamaa. Wewe akili zako kukopa, huo ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo kinachosababisha kuingiwa na madeni makubwa ni mahitaji, ni matakwa kuwa mengi kuliko mahitaji. Na ukiwa mtu wa matakwa utataka kila kitu. Kuna matakwa na mahitaji. Kuwa mtu wa mahitaji, usiwe mtu wa matakwa. Alikuwepo sahaba mmoja na madeni mengi, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafundishwa dua hii na madeni yake yakamuondoka. Na wewe muombe Mungu kwa dua kama hii na zaidi ya hizo, na kutoa sadaka na kadhalika, inshallah madeni yataondoka. Anasema Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan wa a'udhuka min al-'ajzi wal kasal. Dua hii ukiifuatilia mpaka mwisho ni katika dua ambazo zinatusafisha na madeni. Madeni si kitu kizuri, madeni ni mtihani mkubwa. Tumesema kuna makombora 10 ya madeni. Tutosheke na haya mawili insha Allahu taala, tuyafanyie kazi. Tujitahidi sana Muislamu usidaiwe. Kuna Waislamu wa tablighi, dawa na tablighi, wengi maisha yao
ni ya chini, lakini imani yao kubwa. Miongoni mwa mambo ambayo Mungu kawatunuku, kwanza wana break ya watizami wanawake kwa sababu ya kuhubiri imani. Imani imeingia katika vifua vyao. Lakini jambo la pili ni watu ambao wamekubali maisha mepesi, hawana madeni kabisa. Madeni, kuishi bila kudaiwa, Waislamu inawezekana. Huna amani. Tena nikuambie, siku hizi watu wanakufa hovyo. Nikuongeze moja tu, miongoni mwa makombora ukiwa na madeni utakayoyapata, wanasema utaongeza idadi ya maradhi katika mwili wako. Sukari itapanda, pressure, vidonda vya tumbo, shauri ya madeni, kwa sababu utatumiwa meseji moja tu itakuondolea mpaka ladha ya kunywa chai. Mtu atakutumia maneno mabovu, wewe shekhi utakuwa shekhi kwa wengine, mtakachokufanyia utosahau. Jasho langu alipotei, mimi siachiagi Mungu. Wewe si mwanaume, ngoja nitakutanisha na wanaume wenzio. Asubuhi naamkia hapo kwako, nitaka pesa zangu. Sasa ukitizama ile message, kwanza unakuwa na hofu, sio inakuja kupigwa Mungu wangu, sio inakuja kufungwa. Basi unakuta hasira na watoto, una amani. Sasa ule usiku, yale maneno uliotumiwa, unakuta madonda yanaamka, halafu unadaiwa. Yeye hataki kuelewa, na kweli huna kitu. Nipe pesa zangu. Yeye akili yake anajua unacho, hutaki kumpa, unafedheheka. La mwisho tu nilimalize tu, tumepata kitu kamili. Mwisho kabisa, ukiwa mtumwa wa madeni, wanasema utakuwa huaminiki katika society, na hili ni baya zaidi. Huaminiwi shekhi. Mtume asema la amanatu izza, kuaminiwa ni heshima kubwa, lakini wewe utakuwa huaminiki. Na ukiwa huaminiwi, umepoteza silaha kubwa katika jamii. Ukienda kumkopa mtu, shekhi naomba ni azime, hapana shekhi, sina, lakini anacho, basi ngoja niende kwa Uthman Michael, inshallah nenda, yule anaweza akakupa. Alafu hapo anampigia simu, shekhi huyo usimpe, halipi. Hata mimi hapa nao baadhi ya marafiki zangu, akija kunikopa simpi, hata kama kipo simpi. Nitamwambia shekhi, mambo kidogo si mazuri, kwa sababu najua nikimpa hairudi hiyo, na kama nitampa natiania sadaka shekhi. Hii sadaka kweli kilemba, sijida kama chapati, ni khariji yun, katoka Masri bwana, katoka Khartoum, nitakuletea shekhi, kanipa maneno mazuri moja kwa moja, kashasahau kama namdai. Siku nyingine anakuja mpya, shekhi nina shida, nakuomba habibi unipe kama laki mbili, alafu siku mbili tatu nitazileta. Naambia yani sasa hivi kaja mtu kuchukua sasa hivi, simpi. Japo tupote msikitini, uaminifu unapotea, na wewe unapenda heshima yako iondoshwe, shauri ya madeni. Lakini la mwisho bila kuongeza, ukiwa mtu wa madeni, utakuwa unaishi maisha ya aibu. Muislamu utakuwa unamwaibisha mkeo, ukija kudaiwa unaaibisha watoto wako. Angalia hivi nilivyovaa, natoka zangu nje pale, nasema unajua nani leo katoa foto, Uthman Michael, mashaallah bwana, yule Mungu kamjalia kweli. Alafu ukitoka hapo nje tu, kuna mama ntilie kaniwashia moto, hata hijabu hana. Wewe ustazi, wewe hela yangu vipi? Nipe hela yangu. Nakuletea basi. Ukishaondoka sikuoni, nipe hela yangu. Mara kanishika shati, shekhe nipe hela yangu. Wewe ukiona huyu mwanamke vipi, mbona anamshika shekhe? Ukija kutaka kunisaidia, shekhe subiri, usio na wasiwasi, tunaekana sawa tu. Hutaki aje asikie aibu yako. Kwa hiyo madeni yanatia aibu. Mtu mmoja alikuja kumkunja Mtume bila ya haki, eti kisa anamdai, lakini Mtume alikuwa ashalipa. Nipe pesa zangu. Mtume ambaye sishakulipa ndugu yangu, nipe. Sasa wengi tumekunjwa, tumeitwa matapeli, shauri ya madeni. Kwa hiyo tumuombe sana Allah dua hii kwa wingi, lakini tujitahidi tusikope, tuwe na subira. Inshallah kama utakopa, hebu jiwekee msimamo kama mimi. Mimi nilisema hapa nilipo, alhamdulillah sina madeni, namshukuru Allah. Nilisema hivi, sikopi maisha, ila nitakopa 1000, 2000 kama naona leo tunaadhirika, tunalala njaa. Shekhi, nitakwambia nisaidie 2000 shekhi.
najua hii italipika kwa urahisi, lakini siwezi kuwa maskini nikafikiria niende benki fulani, hilo deni lisiporudi itakuwaje? Nitaongeza dhiki na tabu. Msikope Waislamu, madeni ni kitu kibaya. Kufunga maneno, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata maiti inaodaiwa alikuwa haiswali mpaka ilipiwe madeni. Anatangaza nani anamdai huyu. Leo hii tunatangaza, jamani, Osman Michael alikuwa binadamu, anafanya biashara. Kama kuna mtu anamdai, jamani, ajitokeze. Watu hawajitokezi. Nasema bwana, nitaonekaje mpaka mbele ya maiti? Jamani, bora ungejitokeza, kwa sababu Mtume anasema hakuna kitakachomzuia shahidi kwenda peponi deni. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, chukua daftari, andika hata shilingi 100 mtu anayekudai, utaenda kulipa mlima wa thawabu kesho akhera. Usikubali kwamba naona hata handai tena, kashasahau. Hapana ndugu yangu Muislamu, hakikisha madeni ya watu unarudisha, yatakusumbua hata baada ya kufa. Tunamwomba Mungu atujalie kila la kheri na atuepushie na kila la shari, na atujalie kuwa wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.